Kama itatokea klabu ya Al Nassr itashindwa kuchukua taji la ligi kuu pale Saudi Arabia, basi kati ya watu ambao Cristiano Ronaldo atawalaumu sana ni golikipa wa timu ya Al Nassr, Bento, ambaye pia ni golikipa wa timu ya taifa ya Brazil. Huu ni mchezo ambao ulikuwa unazikutanisha timu mbili ambazo zinawania taji la ligi kuu ya pale Saudi Arabia, yani Al Nassr pamoja na Al Hilal, ambapo sasa ni mchezo ambao ulikuwa unahitaji Al Nassr aweze kushinda ili aweze kutangazwa rasmi kama championi wa pale Saudi Arabia, ambapo huo mchezo mpaka dakika 90 zinakamilika tayari Al Nassr walikuwa wanaongoza kwa bao 1-0, lakini sekunde tu zilitosha kubadilisha mchezo na kupelekea mchezo huu kuisha kwa matokeo ya goli 1-1, ambapo kwa sasa Al Nassr watasubiria mpaka mchezo wao wa mwisho ambao utapigwa tarehe 21 dhidi ya klabu ya Damak, ili kama watashinda ndipo ambapo watafanikiwa kutawazwa kwa machampioni wa ligi ya Saudi Arabia. Kwa sasa Al Nassr wana alama 83 wakiwa nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi, lakini wamecheza michezo 33, wamebakisha mchezo mmoja. Lakini namba 2 wapo Al Hilal, ambapo huko anachezea Karim Benzema. Hawa Al Hilal wenyewe wana alama 78 wakiwa katika nafasi ya pili, lakini wamecheza michezo 32, maana kuwa wana michezo miwili mkononi. Lakini hili ndilo goli ambalo lilipelekea Cristiano Ronaldo kushika kichwa leo hii, kwa sababu aliamini ndipo wanatangazwa kwa mabingwa. Ukiangalia ni mpira ambao ulirushwa, ambapo golikipa wa Al Nassr Bento aliugusa mpira na moja kwa moja ukaelekea langoni kwake na kuweza kuandika bao la kusawazisha kwa upande wa Al Hilal. Sasa tuitazame kidogo sheria namba 15 ya throw in ama mpira wa kurusha. Hii sheria yenyewe inasemaje? Inasema kwamba mchezaji anatakiwa kurusha mpira ikiwa amesimama nje au juu ya mstari wa pembeni, lakini pia miguu yote miwili iwe imegusa chini, lakini atumie mikono yote miwili. Pia sheria hii inaenda mbali na kusema kwamba arushe mpira ambao utatoka nyuma ya kichwa chake na kuweza kurusha kuingia ndani, lakini pia mpira utaingia mchezoni utakapoingia uwanjani. Lakini sasa sheria hii inaeleza kwamba endapo mchezaji atarusha ule mpira moja kwa moja kuelekea katika lango la timu pinzani na ule mpira hautaguswa na mtu yoyote, moja kwa moja ukaingia langoni, haitahesabiwa kama goli, bali itahesabika ni kama vile goal kick. Lakini sasa ikitokea mchezaji akarusha mpira kuelekea katika goli lake na ule mpira moja kwa moja ukaingia nyavu, mwamuzi ataamuru kona kwa upande wa timu pinzani. Hapa ngoja nikuelekeze vizuri. Ipo hivi, mfano sasa mchezaji wa labda wa timu A akarusha mpira kuelekea golini kwake, labda anamrushia golikipa, alafu golikipa ule mpira hapo kwa bahati mbaya hakuugusa ukaingia moja kwa moja nyavuni, basi sheria inasema kwamba pale itaadhibiwa pigo la kona kwa timu pinzani. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Lakini kwa upande wa hili goli la Bento, mpira huu wa kurusha ambao aliugusa moja kwa moja na kwenda nyavuni, ilikuwa ni goli halali, na hii ni kwa mujibu wa sheria ya 15 ya IFAB Law of Game kuhusiana na sheria ya throw in ama mpira wa kurusha.